twalipiwa deni. Haleluya, haleluya, kwa kondoo alikufa Kalvari. Haleluya, haleluya, amen. Ewe Yesu wangu Bwana, uwezo nipewe kuhubiri kote sana, wote wakujue. Haleluya, haleluya, kwa kondoo alikufa Kalvari. Haleluya, haleluya, amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya jioni hii njema ambayo Bwana ametupa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake ajabu. Tunamshukuru kwa ajili ya fadhili zake nyingi sana kwetu. Amen. Kwa na matarajio kwamba Mungu anaenda kuhudumia. Kwa na matarajio kwa sababu neema yake ya ajabu inaenda kuhudumia jioni ya leo. Amen. Haleluya. Tunaweza tukachukua nafasi zetu tukae katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo nachukua nafasi hii kumkaribisha mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno. Amen. Anapokuja tumshangilie Mungu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Basi kwa pili na daftari Biblia tunaendelea na somo letu mwanadamu Yesu Kristo. Mwanadamu Yesu Kristo, ambao tunaangalia wanadamu wa Yesu Kristo. Tulisema kwamba ni muhimu sana kuelewa wanadamu wa Yesu Kristo, kwa sababu kutoka katika wanadamu wa Yesu Kristo ndiko ambako alijifananisha nasi kwa ajili ya ukombozi. Kwa ajili ya wokovu. Mwanadamu Yesu Kristo. Kwa tusema Biblia inamwelezea Yesu kama mwanadamu kamili. Na huo ndio msisitizo wa Biblia. Inamwelezea Yesu kama mwanadamu kamili. Na ndio msisitizo wa Biblia, mwanadamu Yesu Kristo, wanadamu wa Yesu Kristo. Mwanadamu wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tulipita maeneo mengi, lakini pia katika kipindi kilichopita tulikuwa tunaangalia mambo ambayo yalitokea msalabani. Kwa hiyo tuliona kwamba mambo yote ambayo yalitokea msalabani, ikiwa ni matendo, actions, au maneno yaliyosemwa pale msalabani, yalikuwa kulingana na yanenavyo maandiko, kwamba kila kitu ambacho Yesu alikifanya au watu walifanya katika kufa kwake ilikuwa ni kulingana na maandiko. Na ndio maana tunasema kwamba tuna uhakika gani kama huyo aliyekufa ni Yesu Kristo? Kwa sababu maandiko yalitimia. Tuna uhakika kwamba huyo aliyekufa ni Yesu Kristo kwa sababu maandiko yalitimia. Haleluya. Maandiko yalitimia. Kwa kile ambacho manabii
walikisema kuhusu Kristo, kuhusu mateso ya Kristo kilitimia pale msalabani. Tuliona kwa tulisema Yesu kama mwanadamu kamili, maana yake alikuwa ana mwili, nafsi na roho. Alikuwa na mwili, nafsi na roho, na hivyo alikufa mwili, nafsi na roho. Alikufa mwili, nafsi na roho. Yesu Kristo kama mwanadamu kamili alikufa mwili, nafsi na roho. Tuliangalia pia kuhusu vivuli vile vya Musa katika Mambo ya Walawi ile sura ya 16, wale mbuzi wawili ambao kulikuwa kuna mbuzi kwa ajili ya Bwana, lakini pia kulikuwa kuna mbuzi kwa ajili ya Azazeli. Mbuzi kwa ajili ya Bwana na mbuzi kwa ajili ya Azazeli. Kwa tulisema yule mbuzi ambaye alikuwa anaangukiwa na kula kwa ajili ya Bwana alikuwa anachinjwa, na damu yake inaenda kunyunyizwa patakatifu na kuhani mkuu. Muhimu sana, alikuwa anaenda kunyunyiza damu ni kuhani mkuu. Alikuwa ananyunyiza hapo damu ilikuwa inanyunyizwa patakatifu. Kwa hiyo hata katika Torati ya Musa, damu ya Yesu, damu ya kondoo ambayo ilikuwa ni kivuli cha Yesu, ilikuwa hainyunyizwi kila sehemu ambayo mtu atajisikia. Kwamba leo wana wa Israeli wakijisikia kwamba wanataka wanyunyize damu barabarani, wanyunyize damu kitandani, wanyunyize damu kwenye gari wanapotembea. Hapana, ilikuwa inanyunyizwa patakatifu na kuhani mkuu, na yeye ilikuwa ni mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo tulisema kwamba huyu mbuzi ambaye alikuwa anachinjwa, ambaye alikuwa ni mfano wa kifo cha mwili wa Yesu Kristo, kifo cha mwili cha Yesu Kristo. Lakini kulikuwa kuna mbuzi wa Azazeli ambaye alikuwa anachukuliwa akiwa hai, anapelekwa mbali jangwani, mbali na watu, ambayo tulisema ni kifo cha kiroho cha Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo alikufa katika mwili pale msalabani. Kifo cha mwili maana yake mwili kutengana na roho. Hicho tunasema ni kifo cha mwili. Roho ikiacha mwili unakufa. Kinachofanya mwili uendelee kuwa hai kwa sababu ya roho ipo ndani. Haleluya. Ya roho ikiacha mwili hauwezi kuwa hai. Kwa kinachofanya mwili uwe hai ni roho ambayo iko ndani. Roho kutengana na mwili ulikufa, wakauzika kaburini. Yusufu alimadhaya akaomba mwili, akauzika kaburini. Kwa tulisema mwili ulipokuwepo kaburini, roho yake ilienda, kwa sababu tulisema kifo maana yake ni roho kutengana na mwili. Roho yake ilienda wapi? Kwa hiyo tuliangalia kwamba roho yake ilienda kuzimu, ambako ndiko zilikokuwa zinaenda roho za wanadamu ambao wametenda dhambi, ambao wamekufa katika dhambi. Kwa hiyo Yesu alienda kuzimu katika nafasi yetu kama mwanadamu aliyetenda dhambi. Alienda kuzimu katika nafasi yetu kama mwanadamu ambaye alitenda dhambi. Kwa hiyo alikuwepo kuzimu siku tatu. Katika Mathayo sura ya 12 mstari wa 40. Mathayo sura ya 12 mstari wa 40. Kuanzia mstari wa 38 anasema hivi. Kuanzia 38 anasema, hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakisema, Mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Angalia mstari wa 40. Anasema, kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, ndivyo Mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Siku 3. Serikali watu wa dini walizitoa siku 3 za Ijumaa na Jumapili. Sio walizitoa. Toka zamani nilikuwa nahoji, hivi inawezekanaje mtu akafa Ijumaa, Jumapili akafufuka?
kuna kakibwagizo fulani ni Ijumaa tu. Petro anamsaliti. Yuda sio anaenda wapi? Ni Ijumaa tu. Inasubiriwa Jumapili. Lakini sio kweli. Haleluya. Kwa sababu anasema alikaa siku 3 mchana na usiku. Mchana na usiku. Ukihesabia Ijumaa ni Jumapili, mchana na usiku, haiwezi kuwa siku 3. Haiwezi kuwa siku 3. Hao jamaa Ijumaa hawali hata nyama. Watu wanasikitika, leo Yesu ameteswa. Hawali nyama. Wakati Yesu alipokuwa katika mwili, aliambia kuleni mwili wangu. Na wenyewe wanasema nyama ni sawa na mwili wa Yesu, kwa hiyo hatuli. Hatuli, huo ndio utumwa wa dini. Hatuli nyama Ijumaa. Kwa nini? Tunamwonea huruma Yesu. Tunamwonea huruma wakati anakuambia kula mwili wangu. Kuleni mwili wangu, hatuli. Tunakuonea huruma. Kwa hiyo siku 3 mchana na usiku alikuwa wapi? Alikuwa kuzimu. Akifanya nini? Akilipa adhabu ya dhambi. Alikuwa kuzimu akilipa adhabu ya dhambi. Kwa hiyo alikaa siku 3 mchana na usiku. Mchana na usiku. Haleluya. Siku 3 mchana na usiku alikuwa akilipa adhabu ya dhambi. Kwa hiyo Yesu alisema kwamba ishara ni siku 3 mchana na usiku. Kwa tunajua mateso kamili ya Kristo ni katika hizo siku 3. Hayo ndio mateso ambayo Kristo alipata. Kwamba Kristo atakufa kama ninavyo maandiko, atazikwa kama ninavyo maandiko, na atafufuka kama ninavyo maandiko. Kwa hiyo katika hizi siku 3 ndio siku za mateso ya Kristo. Sema mateso ya Kristo na utukufu utakaofuata baada ya hayo mateso. Kwa hiyo mateso ya Kristo wapi? Siku 3 kuzimu. Hizi ni siku za mateso za Kristo kuzimu. Ni siku za mateso za Kristo kuzimu. Kwa hiyo ishara ya nabii Yona alikuwa anahubiri kuhusu Yesu Kristo. Alikuwa anazungumza kuhusu yale yatakayompata Yesu Kristo. Yale yatakayompata Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo tulijiridhisha kuwa pasi na shaka Yesu alikufa, akazikwa na akaenda kuzimu. Alikufa, akazikwa na akaenda kuzimu. Lakini swali ambalo nataka tulijibu leo ni alifufukaje kutoka kuzimu? Alifufukaje kutoka kuzimu? Hilo ndio swali ambalo nataka tuliangalie leo. Alifufukaje kutoka kuzimu? Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wengine hawaamini kwamba Yesu alikufa akaenda kuzimu kama mwanadamu katika sehemu nafasi ya mwanadamu. Wanafikiri Mungu aliwatriki watu. Akasema kwamba Yesu alikufa pale msalabani. Baada ya pale akarudi katika hali yake ya umungu. No, akarudi katika hali ya umungu. Alibaki kuwa mwanadamu kamili, alienda kaburini kama mwanadamu kamili. Kwa hiyo tunataka tuangalie huyu mwanadamu kamili alifufuka vipi kutoka kwa wafu. Huyu mwanadamu kamili alifufuka vipi kutoka kwa wafu? Kwa sababu tulisema pale msalabani, aliposema Eloi Eloi lama sabachthani, Mungu wangu mbona umeniacha? Maana yake ni kwamba alikuwa ametengana na Mungu. Kwa hiyo kama alikuwa ametengana na Mungu, maana yake kuzimu alienda akiwa peke yake. Kuzimu alienda akiwa peke yake. Alifufukaje kutoka kuzimu ikiwa alienda peke yake? Na alikuwa ni mtu ambaye ametengana na Mungu. Alienda peke yake na alikuwa ametengana na Mungu. Haleluya. Warumi 8:11 tuanzia. Tulijibu hili swali. Alifufukaje kutoka kwa wafu? Kristo alifufukaje kutoka kwa wafu? Warumi 8:11. Warumi sura 8 mstari wa 11. Anasema, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Paulo anasema kwamba ni Roho Mtakatifu ndiye ambaye alimfufua Yesu kutoka kwa wafu. Anasema ikiwa roho wake aliyemfufua Kristo kutoka kwa wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo kutoka kwa wafu
atawahuisha, atawafanya hai, atahuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Huku kuhuisha kwa miili anapozungumzia hapa, maana yake ni kuvaa miili yenye utukufu. Anazungumza kuhusu kuvaa miili ya roho isiyoharibika, kwamba huyu Roho Mtakatifu tuliye naye ndani yetu ni uhakika wa kwamba tutavaa miili yenye utukufu. Ndio kuhuishwa kwa miili anapozungumzia iliyo katika hali ya kufa, hii miili ya kuharibika, hii miili ya kuharibika, kwamba tutavaa miili yenye utukufu, ikiwa yule Roho wa Kristo aliyomfufua Kristo kutoka kwa wafu, kwa sababu Kristo naye alifufuka akiwa na mwili wenye utukufu. Kwa hiyo anasema ikiwa huyo anakaa ndani yetu, ataihuisha na miili yetu pia iliyo katika hali ya kufa. Lakini swali linabaki pale pale. Tulisema kwamba alienda peke yake kuzimu, Roho Mtakatifu alitoka hapo. Alienda peke yake kuzimu, Roho Mtakatifu alitoka hapo. Maana yake baada ya Yesu Kristo kwenda kuzimu, baada ya mateso makali, Mungu akamwambia Roho Mtakatifu, nenda kamuokoe kijana wetu kule anapata shida. Kamuokoe kijana yuko katika mateso makali. Roho Mtakatifu akaenda akamchukua, kaondoka naye. Au ilikuwaje? Haleluya. Au ilikuwaje? Kwa hiyo tunachosema ni kwamba Roho Mtakatifu ndiye aliyemfufua. Roho Mtakatifu ndiye aliyemfufua. Lakini alimfufuaje? Alimfufua kwa neno ambalo liliandaliwa kwa ajili yake. Alimfufua kwa neno ambalo liliandaliwa kwa ajili yake. Alimfufua kwa neno ambalo liliandaliwa kwa ajili yake. Maanake hawa manabii waliokuwa wanatabiri kuhusu mateso ya Kristo na utukufu utakaofuata, walikuwa wanaandaa neno kwa ajili ya Kristo. Walikuwa wanaandaa neno kwa ajili ya Kristo, sio kwa ajili yao. Walikuwa wanaandaa neno kwa ajili ya Kristo, sio kwa ajili yao. Angalia mfano hiyo Yesu anaposema mtaiona ishara yoyote zaidi ya ishara ya nabii Yona. Tufungue kitabu cha Yona. Yona sura ya 2. Hamtapewa ishara yoyote zaidi ya ishara ya nabii Yona. Yona sura ya 2. Kuanzia mstari wa kwanza. Yona sura ya 2 kuanzia mstari wa kwanza. Anasema ndipo Yona akamwomba Bwana Mungu wake katika tumbo la yule samaki, akasema nalililia Bwana kwa sababu ya shida yangu, naye akaniitikia. Katika tumbo la kuzimu naliomba, katika tumbo la kuzimu naliomba. Kwa hiyo tulisema kwamba Yona hakuwepo katika tumbo la kuzimu. Yona alikuwa katika tumbo la nyangumi, alikuwa katika tumbo la nyangumi. Maana hapa Yona hakuwa anaongea kwa ajili yake, alikuwa anaongea kwa ajili ya Kristo. Alikuwa anaongea kwa ajili ya Kristo. Maana yake hili neno lilikuwa limeandaliwa mahususi kwa ajili ya Kristo, sio kwa ajili ya Yona, wala sio kwa ajili ya mtu mwingine yoyote. Hili ni neno specific kwa ajili ya mtu Yesu Kristo. Ni neno specific kabisa kwa ajili ya mwanadamu Yesu Kristo akiwa kuzimu. Ni neno specific kwa ajili ya mwanadamu Yesu Kristo akiwa kuzimu. Anasema katika tumbo la kuzimu naliomba, nawe ukasikia sauti yangu. Maana ulinitupa vilindini, ndani ya moyo wa bahari, gharika na maji ikanizunguka pande zote. Mawimbi yako yote na gharika zako zote zimepita juu yangu. Nami nikasema, nimetupwa mbali na macho yako. Nimetupwa mbali na macho yako, nimetengana na Mungu. Kutupwa mbali na macho yako maana yake hapa tunamkuza Kristo kutengana na Mungu. Lakini nitatazama tena kukabili hekalu lako takatifu. Maji yalinizunguka hata nafsini mwangu, vilindi vilinizunguka. Mwani ulikizinga kichwa changu. Nalishuka hata pande za chini za milima, pande za chini za milima kuzimu. Hiyo nchi na mapingo yake yalinifunga hata milele.
lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni. Bwana Mungu wangu, umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni. Anazungumza kuhusu kufufuka kutoka kwa wafu, kwamba umeipandisha nafsi yangu, umenifufua kutoka kwa wafu. Roho yangu ilipozimia ndani yangu, na nilikumbuka Bwana, maombi yangu yakakuwasilia katika hekalu lako takatifu. Watu waangaliao mambo ya ubatili na uongo hujitenga na rehema zao wenyewe, lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani, nitaziondoa nadhiri zao. Wokovu hutoka kwa Bwana, wokovu hutoka kwa Bwana. Bwana akasema na yule samaki, naye akamtapika Yona pwani. Kwa hiyo haya maneno tunasema hayakuwa kwa ajili ya Yona, lakini yaliandikwa kwa ajili ya Kristo. Maana Kristo alipokuwa kuzimu, ni maneno haya ndio alikuwa anayatamka. Haleluya! Haya ni maneno ambayo Kristo alikuwa anatamka akiwa kuzimu, kwa sababu yalikuwa kwa ajili ya Kristo akiwa kuzimu. Yalikuwa kwa ajili ya Kristo akiwa kuzimu. Kwa nani alikuwa anatamka haya? Ni maneno specific kwa ajili ya Kristo akiwa kuzimu. Uliona pale msalabani yale maneno ambayo yalikuwa yameandikwa kwa ajili ya Yesu akiwa msalabani. Nani alikuwa anatamka? Eloi Eloi lama sabakthani. Ni nani aliandaliwa kwa ajili yake? Aliandaliwa kwa ajili ya Kristo, na alikuwa anatamka akiwa pale juu msalabani. Kwa hiyo hata haya maneno yaliandaliwa kwa ajili ya Kristo ili ayatamke akiwa kuzimu. Ili ayatamke akiwa kuzimu. Huu ni mpango wa Mungu wa wokovu. Mpango wa Mungu wa wokovu. Kwa kuona kile ambacho kitatokea. Maana Mungu aliandaa neno mahususi ambalo litamfufua Kristo kutoka kwa wafu. Aliandaa neno mahususi ambalo litamfufua Kristo kutoka kwa wafu. Neno ambalo litamfufua Kristo kutoka kwa wafu. Angalia Yohana 10:17 na 18. Yohana 10:17 na 18. Yohana 10:17 na 18. Sasa napo na shida. Yohana 10:17 na 18. Anasema hivi: ndiposa Baba anipenda, kwa sababu na utoa uhai wangu ili ni utoe tena. Huyu ni Yesu. Anasema Baba ananipenda kwa sababu gani? Ninautoa uhai wangu ili ni utoe tena. Yaani mimi mwenyewe ninautoa, kisha mimi mwenyewe nitautoa. Angalia mstari wa 18. Anasema hivi: hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Nami ninao uwezo wa kuutoa, ninao na uwezo wa kuutoa tena. Agizo hilo nalipokea kwa Baba yangu. Agizo hilo nalipokea wapi? Kwa Baba yangu. Kwa hiyo ninao uwezo wa kutoa uhai wangu, ninao uwezo wa kuutoa tena. Hakuna mtu aniondoleaye, ni mimi mwenyewe nautoa. Kwa nini anasema? Maana ni mimi mwenyewe nimeamua kusubmit kwenye mauti. Nimeamua kujiweka chini ya mauti. Kwa hiyo uhai wangu nautoa mwenyewe kwa hiari yangu mwenyewe, kwa kupenda. Kwa sababu gani? Kwa sababu nina uhakika wa kuutoa tena huo uhai. Na anasema agizo hilo nalipokea kwa Baba yangu. Alilipokeaje? Katika neno. Haleluya. Alilipokea katika neno. Maana alikuwa na uhakika kwamba lipo neno kwa ajili yangu ambalo litanifufua kutoka kwa wafu. Lipo neno kwa ajili yangu ambalo litanifufua kutoka kwa wafu. Hakuna mtu anayeweza kuniondolea. Ninautoa kisha nautoa. Kwa nini alikuwa anaongea kwa ujasiri? Kwa sababu alikuwa anayajua maandiko. Haleluya. Alikuwa anajua maandiko. Alijua atafufuka kutoka kwa wafu. Kwa Yesu kufufuka kutoka kwa wafu, kwamba alikaa tu kule kuzimu, alafu ikatokea tu ghafla, bum, siku ya tatu imefika. Akacholopoka. No. Neno. Anasema Roho Mtakatifu aliyemfufua Kristo kutoka kwa wafu. Roho Mtakatifu aliyemfufua Kristo kutoka kwa wafu. Kwa hiyo unajiuliza, Roho Mtakatifu wakati anasema Kristo alikuwa anakiri neno, alikuwa anatamka neno, Roho Mtakatifu amekujaje? Roho Mtakatifu amekujaje? Roho Mtakatifu amekujaje ikiwa Kristo alikuwa ana neno ambalo alikuwa analisoma? Roho Mtakatifu amekujaje? Haleluya. Roho Mtakatifu
ndiye ambaye aliwavuvia manabii kuandika hili neno. Ndiye ambaye aliwavuvia manabii kuandika hili neno. Aliwainspire kuandika neno litakalomfufua Kristo kutoka kwa wafu. Huwezi kumtenga Roho Mtakatifu na neno lake. Roho Mtakatifu na neno lake huwezi kumtenga. Roho Mtakatifu anatenda kazi kupitia neno. Roho Mtakatifu anatenda kazi kupitia neno. Roho Mtakatifu yuko ndani ya neno. Yuko ndani ya neno. Yaani huwezi kutenga Roho Mtakatifu na neno. Yeye ndiye aliinspire watu kuandika hilo neno. Yeye yupo katika neno. Na ndio maana Paulo anasema Roho aliyemfufua Kristo kutoka kwa wafu. Alimfufua, alikuwa katika hilo neno ambalo manabii walisema. Alikuwa katika hilo neno ambalo manabii walisema. Angalia mfano mmoja wa namna ambavyo Roho Mtakatifu na neno hawawezi kutengana. Angalia mfano wa mtu mwingine. Angalia mfano Isaya 7:14. Isaya 7:14. Nataka kuonyesha namna ambavyo neno na Roho Mtakatifu huwezi kuwatenga, namna ambavyo neno linafanya kazi pamoja na Roho Mtakatifu. Isaya 7:14. Isaya 7:14 anasema hivi: kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Immanueli. Huu ni unabii wa Isaya juu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ni neno. Ni neno. Hapo Roho Mtakatifu aliinspire Isaya aweze kulidocument, akaandika hiki kitu. Angalia pia sura ya 9 ya hiyo Isaya, sura ya 9 mstari wa 6 hadi wa 7. Sura ya 9 mstari wa 6 hadi wa 7. Anasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho, kama katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuuthibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Kwa hiyo unaona hizi nabii mbili za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Isaya na document nabii mbili za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Choka katika kitabu cha Luka. Choka katika kitabu cha Luka sura ya 1. Luka sura ya 1. Luka sura ya 1. Nataka uelewe utendaji kazi wa Roho Mtakatifu katika neno. Utendaji kazi wa Roho Mtakatifu katika neno, namna ambavyo anatenda kazi. Luka 1 kuanzia mstari wa 26. Luka 1 kuanzia mstari wa 26. Anasema hivi: mwezi wa 6, malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti. Manabii wa uongo wameutesa sana mstari wa mwezi wa 6. Akamwambia mwezi wa 6 ni mwezi wa habari njema. Habari njema zinakuja kwako sasa. Kwa sababu wameshindwa kuelewa hata message ya ile neno ni nini. Wao wanaona ni mwezi wa habari njema. Huu mstari umeteseka kwa manabii wa uongo. Umepata shida. Kila mwezi wa 6 ukifika, wanakwambia huu ni mwezi wa habari njema. Mbona? Kuna mwezi gani wa habari mbaya? Kuna mwezi gani wa habari mbaya? Hakuna mwezi wa habari mbaya. Miezi yote ni miezi miema. Kwa hiyo na watu wameweka kabisa, wanaandika kwenye diary yao, mwezi huu ni mwezi wa habari njema. Amekaa nasubiri habari njema.
Habari njema ni habari za ukombozi, ambazo hizo zilishakamilika msalabani, ambazo unatakiwa uzihubiri siku zote. Hakuna habari njema zaidi hiyo kwamba umeokolewa, uko salama katika Kristo, umehesabiwa haki. Habari gani njema ambayo unaisubiri katika mwezi wa sita? Asema huyu malaika alitumwa Gabrieli kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Angalia mstari unasema salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Lakini kuna watu hapo wanakuja salamu Maria, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Wametoa wapi? Wametoa wapi? Mbarikiwa kuliko wanawake wote. Nani alikwambia mbarikiwa kuliko wanawake wote? Amesema uliyepewa neema. Maana hii imekuwa ni neema kwako wewe. Kwa hii taarifa tunaileta kwako. Umepata neema. Umepata upendeleo mbele za Mungu. Haleluya. Ya, umebarikiwa kuliko wanawake wote, sio kweli? Mbarikiwa kuliko wanawake wote. No. Hajabarikiwa kuliko wanawake wote. Amebarikiwa miongoni mwa wanawake. Kuna wanawake pia ambao wamebarikiwa, wanakaa na Yesu miaka yote. Anakaa ndani yao. Au utawasemaje? Na Maria aliyekaa na Yesu miezi 9. Na kuna mwanamke anakaa na Yesu maisha yake yote milele. Yesu aondoka. Haleluya. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Umeona? Umepata neema kwa Mungu, sio umebarikiwa kuliko wanawake wote. Umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Utachukua mimba, utazaa mtoto mwanamume, jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataita mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Huyu malaika ananukuu kutoka katika Isaya. Ananukuu kutoka katika Isaya 9:6. Hiki anachomwambia amekitoa wapi? Amekitoa katika neno la Isaya. Amekitoa katika neno la Isaya. Haleluya. Isaya ndio alikuwa ameandika haya mambo. Kwa hiyo anasema hivi, huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Kaitoa wapi? Katika Isaya. Hakutoa tu hewani. Wanafikia malaika analeta habari njema. Habari njema zilikuwa katika neno. Kile ambacho manabii walisema. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni mwezi wa 6 kwake yeye aliitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Anapomaanisha hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu, sio kila neno. Anamaanisha neno kulingana na huu muktadha. Kwamba wewe kuchukua mimba, hakuna neno lisilowezekana kwa wewe kuchukua mimba. Lazima tu hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Lipi? Sio tu hakuna neno lisilowezekana, kuna maneno ambayo hayawezekani, Mungu hawezi kuyatenda. Haleluya. Kuna maneno ambayo hayawezekani, Mungu hawezi kuyafanya. Huwezi kusema tunamtaka huyu mke wa mtu. Akasema hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu, mimi namtaka huyu mke wa mtu. Namtaka mke wangu. Hapo utumia andiko eti kwamba hakuna neno lisilowezekana. Wewe, hiyo sio kweli.
Kwa hiyo katika muktadha huu kwamba hakuna neno lisilowezekana kwa wewe kuchukua mimba. Hakuna neno lisilowezekana kwa Mariamu kuchukua mimba. Kwa hilo jambo linawezekana mbele za Mungu kwa sababu yeye ndiye aliyesema. Angalia sasa Mariamu alichosema. Mariamu akasema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Na iwe kwangu kama ulivyosema. Maana yake nini? Maana yake anaonyesha kuamini lile neno lililopelekwa kwake. Na iwe kwangu kama ulivyosema, maana yake aliamini neno lililopelekwa kwake. Maana yake aliamini katika ule unabii wa Isaya. Mariamu sio kwamba alikuwa hujui unabii wa Isaya. Alikuwa anajua, na alikuwa anajua malaika alikuwa anasoma kutoka hapo. Kwa hiyo anasema na iwe kwangu kama ulivyosema. Kwa hiyo unaposema kwamba Roho Mtakatifu kufanyika mwili, maana yake ni hili neno ambalo lilisema Isaya kuwa hai. The moment aliposema na iwe kwangu, maana yake hili neno likafanyika kile lilichokuwa limekusudiwa kufanya. Likafanya kile lilichokuwa limekusudiwa kuja kufanya. Sio kwamba anasema Roho Mtakatifu atakujilia juu yako kwamba sasa ndio Roho Mtakatifu sio anatoka wapi huko amekuja ameingia kwenye tumbo la Maria, huyu ameingia juu yake, mimba imetendeka. Uwezo wa neno kufanyika mwili ulikuwa katika neno. Haleluya. Uwezo wa neno kufanyika mwili ulikuwa ndani ya neno. Huyu Roho Mtakatifu atakayekujilia juu yako yupo katika neno. Maana yake ilikuwa inahitaji Mariamu kuamini kile kilichosemwa ili kiweze kuwa vile kilivyotakiwa kuwa. Kwa hiyo Mariamu alichukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sio kwamba Roho Mtakatifu watu wengine hawaelewi hata Roho Mtakatifu alikujaje kumpa hiyo mimba bali hao. Kile alikuja na mimba kama package alichukua sehemu moja akairudi huko. No, ni imani katika neno ndio ambayo ilifanya mimba iumbike ndani ya tumbo la Mariamu. Imani katika lile neno. Na hicho ndicho ambacho Yesu pia alikifanya. Kwa sababu Roho Mtakatifu kumfufua Kristo kutoka kwa wafu. Maana yake ni Yesu Kristo kuamini lile neno ambalo lilikuwa limesemwa kwa ajili yake. Kuamini neno ambalo lilikuwa limesemwa kwa ajili yake. Ndivyo ambapo neno linafanya kazi. Ndivyo ambapo neno linafanya kazi. Neno likiaminiwa linakuwa hai. Neno likiaminiwa linakuwa hai. Linakuwa hai. Angalia Waebrania sura ya 4. Waebrania sura ya 4. Mstari wa 12. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Unatakiwa uelewe namna ambavyo nguvu iliyopo katika neno la Mungu. Nguvu iliyopo katika neno la Mungu. Nguvu iliyopo katika neno la Mungu. Waebrania 4:12. Waebrania 4:12 anasema hivi: maana neno la Mungu ni hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa hiyo lina nguvu, li hai. Linakuwaje hai? The moment unapojiamini, linaingia katika utendaji kazi. Linakuwa hai. Haleluya. Linakuwa hai. Lina kama life. Linafanya kile lilichokusudiwa. Ambapo nasema li hai, maana tunazungumza kuhusu Roho Mtakatifu ndani ya neno kufanya kazi ambayo alikusudia. Roho Mtakatifu ndani ya neno kufanya kazi ambayo alikusudia. Hili neno ukilisoma pasipo kuliamini, pasipo kutambua utendaji wake kazi, halifanyi kazi yoyote. Halifanyi kazi yoyote. Ukisoma hii Biblia kama gazeti, pasipo kuamini lile neno, wakasema tu mimi nasoma tu neno la Mungu. Watu wamekariri vifungu, wanavitaja tu vifungu vya Biblia. Lakini neno lile halili hai kwao kwa sababu halina imani ndani yake. Hawaelewi kile kilichokusudiwa kwao. Neno lilikusudiwa lifanye nini? Haleluya. Lilikusudiwa lifanye nini? Kile lilichokusudiwa kukifanya, likiaminiwa, lina kama life. Linatenda kazi. Lina kama life, linatenda kazi. Haleluya. Grace
Isaya. Wewe kitabu cha Isaya sura ya 55. Isaya sura ya 55. Kuanzia mstari wa 10. Isaya 55 kuanzia mstari wa 10. Anasema, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Anasema neno langu halitanirudia bure, ni kama mvua ishukayo kuja chini kunyeshea. Anasema lazima litimize mapenzi yale ambayo Mungu alikusudia liyafanye. Uhai wa neno likiaminiwa. Haleluya. Uhai wa neno likiaminiwa. Nguvu ya Mungu haiko hewani, ipo katika neno. Nguvu ya Mungu ipo katika neno. Kama mtu mwingine anasema, nyinyi mnakariri tu neno, mmejaa neno, hamna nguvu ya Mungu. Huwezi ukajaa neno usio na nguvu ya Mungu, kwa sababu nguvu ya Mungu ni neno. Nguvu ya Mungu ni neno. Ipo katika neno. Na huo ndio utendaji kazi wa Mungu. Umefungwa katika neno. Umefungwa katika neno lake. Kwa hiyo unasema utendaji kazi wa Roho Mtakatifu umefungwa katika neno. Nasema mimi sio kama wenyewe wanaweza kukariri neno, kuongea neno, kufundisha. Mimi nina nguvu tu za Mungu. Una nguvu za Mungu na mapepo. Nguvu za Mungu zipo katika neno. Haleluya. Nguvu za Mungu zipo katika neno. Yaani hawezi mhubiri tu akwambia mimi nina nguvu ya Mungu. Nguvu gani? Kuuliza maiki na kuangusha watu. Hiyo sio nguvu ya Mungu. Huo ni ujinga. Nguvu ya Mungu imefungwa katika neno. Utendaji kazi wa Roho Mtakatifu, utakuona uwezo wa Roho Mtakatifu upo katika neno. Haleluya. Upo katika neno. Upo katika neno la Mungu. Ndio maana lazima ujue sana neno la Mungu. Lazima ujue Mungu. Na hiki ndicho ambacho kilitokea kwa Kristo. Haleluya. Hiki ndicho ambacho kilitokea kwa Kristo. Alikuwa anasema neno la Mungu alipokuwa kuzimu. Alikuwa anasema neno la Mungu alipokuwa kuzimu. Angalia Zaburi ya 116. Zaburi 116. Kwa hiyo nasema hao manabii walikuwa wanaandika kwa ajili ya Kristo, sio kwa ajili yao. Kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 10. Zaburi 116 mstari wa kwanza hadi wa 10. Walikuwa wanaandika kwa ajili ya Kristo, sio kwa ajili yao. Waliandika neno ambalo litamfufua Kristo kutoka kwa wafu. Anasema haleluya, nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua zangu. Kwa maana amenitegea sikio lake. Kwa hiyo nitamwita siku zangu zote. Kamba za mauti zilinizunguka, shida za kuzimu zilinipata, naliona taabu na huzuni. Huyu ni Daudi anaandika. Shida za kuzimu. Daudi alikuwa nini kuzimu? Daudi alikuwa kuzimu. Alikuwa anaandika neno ambalo litamfufua Kristo kutoka kwa wafu. Haleluya. Alikuwa anaandika neno ambalo litamfufua Kristo kutoka kwa wafu. Kwa anasema kamba za mauti zilinizunguka, shida za kuzimu zilinipata, na aliona taabu na huzuni, mateso ya Kristo alipokuwa kuzimu. Aliona taabu na huzuni akiwa kuzimu. Ndio maana mateso ya Kristo yalikuwa kuzimu. Sio pale msalabani. Pale msalabani wale jamaa wote walikuwa wanakufa. Wengi walikuwa wanauawa pale msalabani. Kifo kama kile cha pale msalabani. Watu wengi walikuwa wanakufa. Lakini tunazungumza ile mateso halisi ya Kristo
Ni pale alipokuwa kuzimu akilipa adhabu ya ulimwengu mzima. Kuzimu akilipa adhabu ya ulimwengu mzima. Anasema, nikaliitia jina la Bwana. Bwana, nakuomba sana uniokoe nafsi yangu. Hili ni neno la Kristo ambalo alikuwa analisema akiwa kuzimu. Bwana ni mwenye neema na haki. Naam, Mungu wetu ni mwenye rehema. Bwana huwalinda wasio na hila. Nalidhirika akaniokoa. Nafsi yangu urudi rahani mwako, kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Urudi rahani mwako, nafsi yangu urudi rahani mwako. Anazungumza kuhusu kufufuka kutoka kwa wafu. Maana Bwana amekutendea ukarimu. Maana umeniponya nafsi yangu na mauti, macho yangu na machozi, na miguu yangu na kuanguka. Huyu ni Kristo akiwa kuzimu. Haya ndio maneno ambayo Kristo alikuwa anasema. Haya ndio maneno ambayo Kristo alikuwa anasema akiwa kuzimu. Nitaenenda mbele za Bwana katika nchi ya walio hai. Naliamini, kwa maana nitasema, mimi naliteswa sana. Sura 11. Mimi nalisema kwa haraka yangu, wanadamu wote ni waongo. Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Anakuja mstari hapa. Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Amen. Hii sio kwa ajili ya kuimba liturujia kanisani. No, ilikuwa ni kwa ajili ya Kristo. Asema nitakipokea kikombe cha wokovu. Ni Kristo kutoka kuzimu. Hii ilikuwa ni specific neno kwa ajili ya Kristo. Sio kwa ajili ya watu kuimba liturujia makanisani. Haleluya. Kwa specific kwa ajili ya Kristo. Specific kwa ajili ya Kristo. Kwa ndani ya zile siku tatu, Kristo alikuwa anafanya nini? Alikuwa anataja neno la Mungu. Anataja neno la Mungu. Anataja neno la Mungu. Kwa sababu Biblia yote inaandika neno kuhusu yeye, kufufuka kutoka kwa wafu. Anasema neno la Mungu alipokuwa kuzimu. Tunajuaje alikuwa anasema nini? Kwa sababu tunaelewa kwamba manabii waliandika kuhusu mateso ya Kristo na utukufu utakaofuata. Kwa hiyo walikuwa wameandika kuhusu kile ambacho Kristo atakisema. Tunajua aliyopo kuzimu kwa katika kuangalia neno. Nini alifanya kuzimu? Haleluya. Nini alifanya kuzimu? Tunajua kupitia neno kwamba kumbe alipokuwa kuzimu alikuwa anataja neno la Mungu. Neno lililoandaliwa kwa ajili yake, kwa ajili ya kufufua kutoka kwa wafu. Yetu ni haya. Ni haya. Haleluya. Ni haya ndio alikuwa anayataja. Angalia huo mstari wa 10, anasema hivi, naliamini, kwa maana nitasema mimi naliteswa sana. Naliamini, maana anasema mimi naliteswa sana. Aliamini katika neno, kafufuka kutoka kwa wafu. Aliamini katika neno, akafufuka kutoka kwa wafu. Matendo ya Mitume 2:30 hadi 31. Matendo ya Mitume 2:30 hadi 31. Matendo ya Mitume 2:30 hadi 31. Nasema basi kwa kuwa ni nabii, akijua ya kuwa Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake atamketisha mmoja katika kiti chake cha enzi, yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, alitaja habari za kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu, wala mwili wake haukuona uharibifu. Hapa huyu ni Petro alikuwa anazungumza kuhusu kufufuka kwa Yesu Kristo ile siku ya Pentekoste. Amenukuu kutoka wapi? Anasema Daudi alijua hili kwamba Kristo hatabaki kuzimu. Kristo hatabaki kuzimu.
kuzimu wala roho yake kuona uharibifu. Kristo hatabaki kuzimu wala roho yake kuona uharibifu. Angalia Zaburi 16 mstari wa 10. Zaburi 16 mstari wa 10. Bwana anambia hizi Zaburi sio wale watu wanakuambia kuna Zaburi moja ni hatari sana. Ukiisoma hiyo, ukienda kusoma hiyo Zaburi inazungumza kuhusu mateso ya Kristo. Inaongea kuhusu Yuda. Mtu anasema hii ni Zaburi ya kuwaulia watu. Zaburi 16 mstari wa 10. Mstari wa 10, Zaburi 16 mstari wa 10 anasema, maana hutakuachia kuzimu nafsi yako, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Huyu ni Daudi aliandika hii, lakini Petro anapokuja kuzungumza kuhusu Kristo kufufuka kutoka kwa wafu, ananukuu kutoka katika Zaburi ya 16 mstari wa 10 katika Matendo ya Mitume hiyo sura ya 2 mstari wa 30 na wa 31. Amenukuu kutoka katika hii Zaburi. Maana hili ni neno ambalo lilikuwa mahususi kwa ajili ya Kristo kufufuka kutoka kwa wafu. Haleluya. Lilikuwa ni mahususi kwa ajili ya Kristo kufufuka kutoka kwa wafu. Ndio maana tunawaonyesha katika unabii, tunawaonyesha pia mitume namna walivyotafsiri kutoka katika unabii wa manabii, kwamba haya yalikuwa ni maneno kwa ajili ya Kristo kufufuka kutoka kwa wafu. Maneno kwa ajili ya Kristo kufufuka kutoka kwa wafu. Kama unaweza, Kristo alifufukaje? Hakuigwa kuzidi. Hakuigwa. Ni mpango wa Mungu mahususi ambao uliandaliwa kwa ajili ya Kristo kufufuka. Uliandaliwa kwa ajili ya Kristo kufufuka. Kwa ni kweli alienda kuzimu kama mwanadamu. Ni kweli alienda kuzimu kama mwanadamu. Ni kweli alikuwa kule kwa siku 3, mchana na usiku. Achana na siku 3 za dini za kuanzia Ijumaa. Alikuwa siku 3 kamili, mchana na usiku. Zile siku 3 za dini unajua zile pale ni kashfa. Na zile siku 3 kuna watu ambao walizianzisha, ambao kwa ajili ya ibada zao za sanamu, lakini zimekuja kanisani. Zile hazikuwepo katika mpango wa Mungu kabisa. Hazikuwepo katika mpango wa Mungu. Ni kuna watu ambao walianzisha kwa ajili ya kumoko ukombozi, ambao kanisa lina celebrate. Lakini ile ilikuja kama mockery kwa kazi ya msalaba. Kwa sababu wewe unasema Kristo anasema nitakaa siku 3, wenyewe wanakupa siku moja na robo. Siku moja na robo. Lakini Kristo alikaa siku 3. Haleluya. Kwa hiyo ile ipo kwa ajili ya mockery, ambao ndio maana hiyo sio issue sana kwetu rasmi. Hizo sherehe za mtu anakuja kwa hiyo Kristo alikufa Ijumaa. Haina maana, haina haja. Cha msingi tunajua kwamba alikufa akakaa siku 3 usiku na mchana, na siku ya 3 akafufuka kabrini, yuko hai. Kwa nini? Tumejua kutoka katika maandiko kile ambacho Kristo alifanya akiwa kuzimu. Tuna uhakika na tunachokisema kwamba Kristo alikufa na akafufuka. Haleluya. Kristo alikufa na akafufuka. Hilo ndio la muhimu zaidi kuliko ile la siku. Maana nasema hiyo kwa sababu tushaingia katika hii mjadala kipindi fulani na watu ambao walikuwa wanauliza kwamba kwa nini nasali Jumapili? Jamaa alikuwa anaitetea kusali Jumapili. Akasema Jumapili ni kwa sababu ndio siku ambayo tulipata ushindi wa Yesu kufufuka kutoka kwa wafu. Lakini yule jamaa akamuuliza, kama nyinyi mnasema huyo Yesu alikaa siku 3 na amekufa Ijumaa, iliwezekanaje Jumapili afufuke? Yule alijibu kiuni, akasema Wayahudi walikuwa wanahesabu ikiwa tu yani hata ile masaa 12 kwao walikuwa wanahesabu nini? Siku. Ndipo wanapotetea siku ya Ijumaa. Kwa wale walikuwa wanahesabu masaa 12. Lakini neno linasema usiku na mchana. Kwa hiyo kama nilikuwa nasema usiku na mchana, haiwezi kuwa masaa 12. Lazima iwe masaa 24. Kwa hiyo ukiingia kwenye mjadala na watu ambao wanataka kukuvuruga na uwezi kutetea hoja, wanakuvuruga, unashindwa kutetea hoja. Kwa nini mnasema Ijumaa Kuu ndio Yesu alikufa? Kwa hiyo Ijumaa Kuu ndio Yesu, ndio Ijumaa Kuu alikufa, Jumapili akafufuka. No. Kwa lazima tusisitize kuhusu hili.
tunachojua ni siku 3, haijalishi ilikuwa ni lini. Alikaa siku 3 kaburini na baada ya hapo akafufuka. Hicho ndio tunachokijua na tunakiamini kutoka katika maandiko. Siku kwetu sisi haina maana yote. Haleluya. Siku haina maana. Na ndio maana sasa ukitaka uone kwa mfano kama kweli Jumamosi ingekuwa ndio ilikuwa ni siku ya Sabato. Maana basi Yesu alikufa Jumamosi. Kwa sababu alikuwa anakuambia Sabato ilikuwa inaingia na wanasema wale mwili wakautoe mapema kabla Sabato haijaingia. Wakautoe mapema kabla haijaingia Sabato. Ambayo ni nini? Maana sasa Sabato kwa ilikuwa inaanza lini? Ijumaa jioni, si ndio? Kuingia Jumamosi. Wamtoe kabla Sabato haijaingia. Kama kweli hiyo ilikuwa ni ndo hiyo Ijumaa ndo amekufa, basi akufufuka Jumapili. Kama kweli alikufa Ijumaa ilikuwa inaelekea kwenye Sabato. Kama alikufa Ijumaa jioni, akufufuka Jumapili. Ukihesabu siku 3 hiyo Jumapili. Maana yake Ijumaa jioni mpaka Jumamosi jioni, siku ya kwanza. Jumamosi jioni mpaka Jumapili jioni, siku ya pili. Jumapili jioni mpaka Jumatatu jioni, siku ya 3. Maana yake kwa maana hiyo alifufuka Jumanne asubuhi. Kama ukisema uhesabu kwa hizo siku, kama hiyo kweli Jumamosi ndio siku yenyewe ya Sabato, ambayo ndio maana nimesema hazina maana. Wewe ukisema kwa nini tunasali Jumapili? Mimi nasema ni kwa sababu hii tumeichagua ile holiday ambayo tutakutana wote, lakini haina spiritual significance yoyote ile. Kusema kwamba Yesu alifufuka leo ndio maana tunasali leo. Haina maana yoyote. Haleluya. Haina maana yoyote. Kwa tusali Jumapili kwa sababu Yesu alifufuka. Ndio sababu tumeichagua ile holiday ambayo tutakutana. Angalia Zaburi hiyo ya 18 mstari wa 6. Zaburi ya 18 mstari wa 6. Mstari wa 6 anasema hivi. Kwanza tuanzie tu mstari wa kwanza. Sababu hii Zaburi yote ile Zaburi ya 18 ilikuwa ni kwa ajili ya Kristo. Ni maneno ambayo Kristo alikuwa anatamka akiwa kusini. Yote ya 18. Lazima mstari wa kwanza anasema hivi. Wewe Bwana nguvu zangu na kupenda sana. Bwana ni jabali langu na boma langu na mwokozi wangu. Mungu wangu, mwamba wangu ninayemkimbilia, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu na ngome yangu. Nitamwita Bwana astahilie kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Huyu ni Yesu. Alikuwa anaongea akiwa kusini. Kamba za mauti zilinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Katika shida yangu nalimwita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu. Akaisikia sauti yangu hekaluni mwake, kilio changu kikaingia masikioni mwake. Ndipo nchi iliyotikisika na kutetemeka, misingi ya milima ikasukasuka, ikatikisika kwa sababu alikuwa na ghadhabu. Ukapanda moshi kutoka puani mwake, moto ukatoka kinywani mwake, ukala makaa yakawashwa na. Kwanza kuhusu Kristo kutoka kwa wafu. Kristo kutoka kwa wafu. Haleluya. Hizi ni Zaburi zote ambazo zilikuwa zinazungumza kuhusu Kristo kufufuka kutoka kwa wafu. Angalia Zaburi ya 31. Zaburi ya 31. Kwa hizi ni baadhi tu ya Zaburi ambazo ya maeneo ambayo yalikuwa yameandaliwa mahususi kwa ajili ya Kristo kufufuka. Ni baadhi tu ya maeneo. Baadhi tu ya maeneo. Zaburi 31 mstari wa 22. Mstari wa 22. Anasema nami nalisema kwa haraka yangu, nimekatiliwa mbali na macho yako. Kukatiliwa mbali na macho, tunasema kutengana na Mungu, kwenda kuzimu. Ndio kukatiliwa mbali na macho. Huyu ni Kristo. Alikuwa amekatiliwa mbali na macho ya Mungu.
ametengana na Mungu, ameenda kuzimu. Lakini ulisikia sauti ya dua yangu wakati nilipokulilia. Ulisikia sauti ya dua yangu wakati nilipokulilia. Kufufuka kutoka kwa wafu. Haleluya. Kufufuka kutoka kwa wafu. Mtu mwingine anafikiri umekatiliwa mbali na macho yako. Sasa Mungu amenikatilia mbali na macho yako. No, alikuwa anaongea kuhusu Kristo kwenda kuzimu. Ndio maana ya kukatiliwa mbali na macho yako. Ndio maana ya kukatiliwa mbali na macho yako. Sema naomba nisaidie sana. Muda unaenda. Lakini kipengele sijakimaliza. Tusome andiko moja alafu nitaendelea nacho nitakamaliza kipindi kitakachokuja kufuatia hiki kipengele cha Kristo kufufuka, alafu tutaendelea na sehemu nyingine. Haleluya. Tusome andiko la Mathayo 16. Mathayo sura ya 16. Kwa leo tutaishia na andiko hilo. Mathayo sura ya 16. Ile mstari wa 13. Kuanzia mstari wa 13 hadi wa 18. Hadi wa 19. 13 hadi 19. Anasema hivi: basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akauliza wanafunzi wake akasema, watu nena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema wengine unena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Anasema Yesu atakuwa Yeremia. Wakasema wengine akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Sema tuachane nao wengine. Tunarudi sasa ninyi wenyewe mnasema mimi ni nani? Mnanijua mimi ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Unasema kwamba ukisikia tu neno Kristo, maana yake anazungumza kuhusu mpako mafuta kwa ajili ya shughuli maalum ya ukombozi. Maana yake anamaanisha kwamba wewe ndiwe mkombozi wa ulimwengu. Alichokuwa anakimaanisha hapa Petro. Wewe ndiwe mwokozi. Sema tu wewe ndiwe Kristo. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kwamba huu sio ufahamu tu wa kutumia head knowledge kichwa. Huu ni ufunuo kutoka kwa Baba katika maandiko. Mstari wa 18, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Mwamba gani? Ufunuo Kristo. Juu ya huo mwamba Kristo. Sio mwamba Petro. Anasema kanisa limejengwa juu ya Petro. Kanisa limejengwa juu ya Petro. Kanisa limejengwa juu ya Kristo. Kristo ndio jiwe kuu la pembeni. Kristo ndio jiwe kuu la pembeni. Wanasema kanisa limejengwa juu ya Kristo. Kwa sababu Petro naye anaitwa Petro, yaani mwamba. Juu ya mwamba huu Petro. No, juu ya mwamba huu Kristo. Huu ufunuo wa Petro, nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Hapo tunaweza kuhusu milango ya kuzimu kulishinda, kufufuka kutoka kwa wafu ili aweze kulijenga kanisa lake. Kufufuka kutoka kwa wafu ili aweze kulijenga kanisa lake. Kwa hiyo anasema milango ya kuzimu haitalishinda. Na kweli milango ya kuzimu haikuweza kumzuia Kristo kufufuka kutoka kwa wafu. Kwa nini? Kwa sababu kuna neno lilishaandaliwa kwa ajili yake. Kwa hiyo alipokuwa anasema neno, anasema neno likawa hai. Likawa hai. Siku ya 3 akafufuka kutoka kwa wafu kama neno ambalo lilikuwa limekusudiwa.
Neno likafanya kazi yake. Anasema halitarudi bure neno langu, lazima liyafanye mapenzi yangu. Yale niliyokusudia lifanye litayafanya. Siku ya tatu neno likafanya kazi. Kristo akatoka kutoka kuzimu akiwa hai. Haleluya. Akafufuka kutoka kwa wafu. Kwa hiyo Kristo alifufuka kwa kutumia neno. Yeye ndiye mzaliwa wa kwanza. Prototype, prototokos. Ambao na sisi tunajifananisha katika hiyo prototype. Kwa hiyo watu waamini, ili mtu azaliwe kutoka kwa wafu, kutoka kuzimu, anaamini nini? Anaamini neno. Kama Kristo aliamini neno akazaliwa kutoka kwa wafu. Kama unaamini neno unazaliwa kutoka kwa wafu. Yeye alikuwa ni prototype. Mfano. Kwa ni neno ndio linamzaa mtu kutoka kwa wafu. Haleluya. Neno ndio linamzaa mtu kutoka kwa wafu. Kwa leo tutaishia. Tutaendelea katika kipindi kijacho. Labda kama kuna swali kwa kile ambacho nimekizungumza leo. Swali karibu. Mimi nataka niulize, kwa Biblia hawakuandika kwa muundo labda wa majuma, hao walikuwa alianza kuwa na mfumo wa majuma? Majuma ya kama Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Walikuwa wanasema siku ya kwanza ya juma, siku ya pili ya juma, siku ya tatu ya juma. Kwa pale ambapo kama walikuwa wanasema siku ya kwanza ya juma, kusema Jumatatu, kusema Jumanne ya juma. Walisema alikufa siku ya juma lipi na akafuka siku ya juma lipi? Walisema alikufa siku ya Sabato. Hawakusema juma lipi. Hawakusema juma lipi. Maana sasa siku ya Sabato unatakiwa ujue ilikuwa ni siku ya ngapi ya juma. Maana ilikuwa ni siku ya 6. Ya kuelekea Sabato, usiku wa kuelekea siku ya Sabato. Maana ilikuwa siku ya 6, si ndio? Kwa maana hiyo ilikuwa siku ya 6. Kwa siku ya 7 ndio Sabato yenyewe. Kwa hiyo ilikuwa jioni ya kuingia katika Sabato. Kwa hiyo hizo ndio maana anasema hajasema ni lini exactly, kwa sababu hatujui kama ni Jumamosi kweli. Jumamosi ndio ilikuwa siku ya Sabato kwa Wayahudi, kwa sababu hizi zimewekwa na watu kwa ajili ya utambuzi, kwa ajili ya majira, kalenda, kwa ajili ya kalenda, kwa ajili ya kujua leo ni Jumangapi, kwamba leo tutaenda kazini, leo tutapumzika, kesho tutafanya kitu fulani, kesho tutafanya kitu kingine, ambayo nimesema hazina maana yote. Hata sasa hizi ikitokea kalenda ikabadilishwa wakajipesi Jumatatu ikawa ni Jumapili, bado kutakuwa hakuna maana yoyote, kutakuwa hakuna changamoto yoyote. Kwa hiyo hizi ndio wanasema hazina spiritual significance kwetu, hazina maana yoyote ile ya kiroho kwetu. Amen. Amen. Lakini sasa hapo na muendelezo. Okay. Kwa hiyo kwa maana hiyo kama alikufa siku ya 6 na wenyewe walikuwa wanasema Sabato ni siku ya 6 afu inaanza kuhesabiwa ni moja. Kwa maana yake hapo kweli atakuwa alifuka Jumanne. Maana yake silianza kuhesabiwa siku ya Sabato juma la kwanza. Siku ya pili ndio hiyo siku ya kwanza ambayo ni Jumatatu. Maana yake ni Jumanne sasa. Kwa hiyo ukihesabu hizo siku utakuta Jumapili sio siku ambayo Yesu alifufuka, wala Ijumaa sio siku ambayo Yesu alikufa. Kwa maana halisi ile tusema tuhesabu kwa siku ambayo alisema, lakini haina maana yoyote ile kwetu. Sasa cha muhimu zaidi cha kukariri, cha kujua kwamba kweli Kristo alikufa, alizikwa na alifufuka, na sasa yuko hai, na kwa jina lake tunahesabiwa haki. Haleluya. Kuna sehemu ulisoma kwenye kifungu ambacho malaika Gabriel alikuwa anamwambia Bikira Maria kwamba utachukua mimba na utakachozaa kitakuwa kitakatifu. Kwa hiyo hakuna kitu kitakatifu zaidi kilichozaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tu. Ndio maana yake. Kwa mtakatifu nani au ni? Unajua wanasema mtakatifu fulani tuombee, yani
kiuhalisia Biblia inawatambua watu wote walioamini ni watakatifu. Watu wote walioamini ni watakatifu. Maana utakatifu maana yake walikuwa wanazungumza kwamba ni kitu kilichotengwa. Unaposema kitu kitakatifu, maana yake kimetengwa kwa kusudi maalum. Na ndio maana katika Agano la Kale vitu vitakatifu maana yake ni vile vitu ambavyo vilikuwa vimewekwa wakfu kwa ajili ya utumishi wa hekalu. Vilikuwa vimetengwa kwa ajili ya hekalu. Vyombo vya hekalu vilikuwa vinajulikana ni vitakatifu. Vyombo vya hekalu vilikuwa vitakatifu maana yake vimetengwa kwa ajili ya shughuli hiyo tu. Vilikuwa consecrated kwa ajili ya shughuli maalum. Lakini unapokuja kwa waamini, maana yake wanasema wote ni watakatifu kwa sababu gani? Kwa sababu wana Roho Mtakatifu, wametengwa kwa kusudi la Mungu, kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo waamini wote kwa ujumla wao ni watakatifu. Waamini wote kwa ujumla wao ni watakatifu. Kwa hiyo utakatifu haihusiani na mwenendo. Utakatifu inahusiana na imani katika Kristo. Roho Mtakatifu kufanya makazi ndani yako, automatically kuna kufanya uwe mtakatifu. Kwa hiyo hata wewe ni mtakatifu, Veronica, mbele za Mungu. Wewe ni mtakatifu. Kwa hiyo wao kuchukua mtu fulani kwamba mtakatifu kwa sababu ya matendo yake ambayo aliyafanya ni tofauti na Mungu anavyowatazama watakatifu. Kwa sababu mbele za watu wanawezekana wakaonekana ni mtakatifu kwa vile ambavyo walifanya, lakini mbele za Mungu sio mtakatifu kwa sababu hakuamini. Haleluya. Angalia kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30 na wa 31. Anasema mstari wa 30 anasema, bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Kristo amefanyika hivyo kwetu sisi. Kwa hiyo Kristo ndio haki yetu. Kristo ndio utakatifu wetu. Kristo ndio ukombozi wetu. Kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Kwa hiyo kama utajiona wewe ni mtakatifu, na uone mtakatifu kwa sababu ya nini? Ya Bwana, sio kwa sababu ya kile ambacho unakuwa wewe umekifanya. Sio kwa sababu ya juhudi zako binafsi ukasema wewe ni mtakatifu. No. Hapana. Kwa utakatifu mbele za Mungu ni imani katika Kristo. Na ndio maana Paulo barua zake kwa makanisa yake yote alikuwa anasema kwa watakatifu mlioko Kolosai, kwa watakatifu mlioko Filipi. Kwa nini? Ni kwa sababu wamemwamini Kristo. Amen. Amen. Naelewa? Yeah. Okay. Sawa. Kuna swali jingine? Hapana. Basi kama hakuna swali tutakuwa tumefika mwisho. Kama hakuna swali tutakuwa tumefika mwisho. Simama tuweze kuahirisha ibada.